Ndio, watu wanadhania kwamba Young Africans wanakurupuka, lakini kwa jinsi ambavyo ile sakata lilivyokaa ukilifuatilia vizuri, kuna namna unaona Young Africans wako serious na hiki ambacho wanakifanya. Young Africans wao hawana shida na waamuzi kutokwenda uwanjani. Young Africans wanadili na bodi ya ligi, wao ndio wamevunja kanuni. Bodi itakiwa isimamie msimamo wake ule kwamba mechi ichezwe. Baada ya kuchezwa, haya mambo mengine yatakuja kuleta majibu kwenye saa 72. Ndio jinsi sakata hili lilivyokaa, tuambie haki ya Yanga kasi inapatikana vipi? Lakini ni kweli Yanga unaona wanaweza kwenda kupata haki, na kwa nini Yanga wapate haki kasi? Lakini kwa bahati mbaya wameweza kujibiwa majibu ambayo wao hawajalizishwa nayo. Kwa kama hawajalizishwa na majibu ya bodi, ina maana kwamba hawawezi kukata rufaa kwenda katika chombo hicho cha bodi, kwa sababu tayari bodi imetoa majibu ambayo wao hawajalizishwa nayo. Kwa moja kwa moja wao watafikiria kwenda katika ngazi ya juu zaidi, na ngazi ya juu zaidi ni kwenda kasi. Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Steam Media? Njoo kate Steam yako kupitia Steam Media. Hapa tunapeana taarifa bora za ukweli na za uhakika mno. Mimi naitwa Cisco, niko naye Steven Mapunda. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutoka kwetu. Mambo vipi mzee wangu? Mimi niko njema kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri, sawa bin sawa. Bwana, mambo yanazidi kunoga kweli kweli kwenye mpira wetu, hasa sakata la dabi ya Kariakoo limekwenda pia kuibua maswali mengi mno kwa wadau na baadhi ya watu. Lakini kubwa zaidi, Yanga kwenda kasi. Ndio. Yanga na kwenda kasi. Jinsi sakata hili lilivyokaa, tuambie haki ya Yanga kasi inapatikana vipi? Lakini ni kweli Yanga unaona wanaweza kwenda kupata haki, na kwa nini Yanga wapate haki kasi? Ukiangalia kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa kwenda kasi moja kwa moja wako sahihi. Kwa asilimia karibu 99.9 wako sahihi kabisa. Kwa maana gani? Kwa sababu wao walikuwa wameandika madai yao ya kuweza kudai alama 3 na magoli 3 kwa kuto kuchezwa dabi. Ndiyo. Na walikuwa wametoa saa 72 waweze kujibiwa, lakini kwa bahati mbaya wameweza kujibiwa majibu ambayo wao hawajalizishwa nayo. Kwa kama hawajalizishwa na majibu ya bodi, ina maana kwamba hawawezi kukata rufaa kwenda katika chombo hicho cha bodi, kwa sababu tayari bodi imetoa majibu ambayo wao hawajalizishwa nayo. Kwa moja kwa moja wao watafikiria kwenda katika ngazi ya juu zaidi, na ngazi ya juu zaidi ni kwenda kasi, ambapo ukiangalia mpaka sasa hivi kila kitu kimeshawekwa tayari, na mpaka jana usiku tayari walikuwa wameshawasilisha hilo shauri lao katika taasisi ya kasi, ambapo kwenda kupeleka mashtaka ya kutokubaliana na kile ambacho bodi wameweza kukiamua. Kwa moja kwa moja tukiangalia upande wa Dar es Salaam Young Africa wako sawa bin sawia katika kile ambacho wamekiamini bwana Cisco. Ndio. Lakini kuna vitu ambavyo watu wanataka wafahamu. Unafikiri ni nini hasa mapungufu ya ile barua ya bodi ya ligi, na nini hasa ambacho huenda kinaashiria kwenda kuipa Yanga alama zao 3 kule kasi, na jambo ambalo litakuwa gumu kwa sababu wao watapata wapi bodi ya ligi alama, kwa sababu wao ndio wamelitimbanga. Simba wako salama kwa sababu wao hakugomea mchezo, ila walitishia kugomea mchezo, bodi ya ligi kaingia kwenye mtego. Yes, hapo sasa ndio weredi wa kiutendaji kwamba kwa sasa ukiangalia Simba yuko kimya, kwa maana ya kwamba yeye alikuwa ametishia kutokea mchezoni, na bodi ya ligi akaingia katika mfumo wa Simba akahairisha mechi. Kwa hiyo upande wa Dar es Salaam Young Africa wao wanasimamia mazingira ya kuahirishwa kwa mechi, na ukiangalia hata taarifa za bodi zinapingana. Taarifa ya bodi ya kwanza inasema hivi, taarifa ya bodi ya pili inasema hivi, kwa maana kwamba kwa mara ya kwanza hakukuwa na sababu za kuahirishwa mechi, kwamba sababu za kiusalama pamoja na sababu za viashiria vya rushwa. Lakini ukiangalia katika hii taarifa ya pili wametoa sababu hizo, lakini taarifa ya kwanza wanasema kwamba kutokana na kukiukwa mambo ya kikanuni. Yes, ya kikanuni, kwa maana kikatuni. Yes, ya kikanuni. Unajua hili jambo linatupelekesha mpaka sasa vitu vikai. Zinaanza kunani? Vitu vikai kaka. Yes. Kwa mambo haya ya kikanuni, kwamba Simba hawakufuata kanuni, na Dar es Salaam Young Africa hawakufuata kanuni. Na kwa kigezo hicho basi, kwa sababu kuna uvunjifu wa kanuni, bodi ikaona iweze kuahirisha mechi hiyo. Lakini taarifa hii ya pili wanakwenda tofauti, wanasema kwamba sababu zilizopelekea mechi hii kuahirishwa, kwa sababu zilikuwa maswali mengi, kwa nini wakasema kwamba kulikuwa na sababu hasi ambazo zingekuwa kubwa zaidi kama mechi ingechezwa kuliko kutokuchezwa. Kwa hiyo wakaona isichezwe kwa sababu kuu mbili: kulikuwa na viashiria vya kukosekana amani, lakini pia viashiria vya rushwa. Kwa sababu hizi zinapelekea bodi kuweza kuihairisha mechi hii. Lakini ukiangalia hapa bodi ya ligi, Yanga wanahoja kwa sababu ukisema sababu za kiusalama, Mlilo ndio mwenye hiyo dhamana, jeshi la polisi ndio mwenye hiyo dhamana. Na ukiangalia
siku moja kuelekea kwenye mechi, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam alishatangaza kwamba mashabiki wajitokeze uwanjani, hali ya usalama iko sawa bin sawia, asitokee mtu yoyote kuvuruga amani. Lakini pia ukiangalia pia kwa upande wa rushwa, kuna taasisi maalum ambayo inapambana na rushwa. Yes. Jambo limetokea saa 3 usiku, asubuhi saa 8 saa 7 linatolewa maamuzi. Hivi hii nani ya rushwa imepata kidhibiti, kimepatikana wapi? Uthibitisho wake umepatikana wapi? Kwamba mpaka uje kutoa conclusion kwamba tunaahirisha kwa sababu ya rushwa, kwa sababu rushwa kama rushwa haibaki kwenye tuhuma tu. Rushwa ili iweze kudhibitiwa kwamba hii ni rushwa na ikatolewa hukumu, lazima kuwe na kidhibiti. Je, mamlaka husika imeweza kubaini hilo kwamba kuna viashiria vya rushwa? Je, taasisi maalum ambayo inashughulika na masuala ya amani imeweza kutoa ishara kwamba hakuna amani, mechi isiwepo? Kwa hiyo unakuja kuona kwamba katika taarifa yao bodi ya ligi wamejichanganya, na Yanga wana nafasi kubwa ya kuweza kutengeneza na kuweza kushinda kesi huko CAS. Lakini watu wengi wanaiona Yanga kama vile haiendi kupata matokeo ya ushindi kwa sababu hakuna refa, kuna muamuzi sijui wa pembeni, wala hakuna makamisa wa mchezo na wahusika ambao wanaofanya mchezo uweze kuchezwa. Watu hapa hawajui nini juu ya hiki ambacho kinaendelea. Na hilo nimekutana na maswali hayo mara nyingi sana, na hata asubuhi pia nilipigiwa na vyombo mbalimbali vya habari kulizungumzia hilo. Lakini kuna jambo moja ambalo watu wanalichanganya. Ukiangalia scenario hii wanaifananisha sana na scenario iliyofanyika kule nchini Misri. Zamalek na Ahly. Kwamba Zamalek walipewa ushindi kwa sababu makamisa, maofisa wote wa bodi ya ligi walikuwa uwanjani na marefari walikuwa uwanjani, na Zamalek ilikuwa uwanjani, ikapulizwa filimbi, ikamaliza mchezo, Zamalek akapewa pointi 3. Lakini kwa Yanga hiyo nafasi hana kwa sababu vyombo husika havikuepo katika pitch, kwa hiyo Yanga hawana haki. Lakini Yanga wanachosimamia hapo kwamba mamlaka iliyosimamia kule nchini Misri ilisimama katika msimamo wao kwamba sisi mechi lazima itakuwepo, kwa sababu Al Ahly wao wanasema kwamba wao hawezi kucheza pasipokuwa na waamuzi wa nje ya Misri. Lakini mamlaka husika ikasema kwamba mechi itachezwa kwa waamuzi wa ndani, na walishapangwa waamuzi. Al Ahly wakagomea. Walivyogomea wale, mamlaka ikasema kwamba mechi itakuwepo, na wakapeleka watu wa kusimamia mchezo wakiwa marefa na kila kitu, hadi Zamalek wakaenda uwanjani wakapewa. Lakini mamlaka yetu sisi Simba walipotishia, Simba hakugomea, walipotishia hatutakuja kutokana na haya yaliyoelezwa. Bodi itakiwa isimamie msimamo wake ule kwamba mechi ichezwe. Baada ya kuchezwa, haya mambo mengine yatakuja kuleta majibu kwenye saa 72. Ndio ile kamati ya saa 72 ndio atakuja kuleta majibu ya nini ambacho kifanyike, na makosa ya kikanuni yaweze kuratibiwa kikanuni na sio tofauti na hapo. Kwa hiyo ukija kuangalia hivi kwamba unaona kabisa kwamba kuna vitu ambavyo Yanga wana vitu vya msingi vya kuweza kusimamia bwana. Ndio. Bwana mimi nikushukuru sana. Bwana nakushukuru. Bwana mambo ndivyo hivyo yalivyo. Watu wanadhania kwamba Young Africans wanakurupuka, lakini kwa jinsi ambavyo ile sakata lilivyokaa ukilifuatilia vizuri, kuna namna unaona Young Africans wako serious na hiki ambacho wanakifanya. Young Africans wao hawana shida na waamuzi kutokwenda uwanjani. Young Africans wanadili na bodi ya ligi. Wao ndio wamevunja kanuni, kwa sababu hakuna sababu yoyote ile ya kuahirishwa kwa mchezo, kwa sababu hakuna chombo chochote kinachohusika na swala lazima la rushwa. Kwa hapa kwetu mfano TAKUKURU kuzungumza namna ambavyo rushwa zilitokea kwenye huo mchezo, na TAKUKURU bwana na kupa exclusive kupitia Clown waliojiwa na kusema kwamba hawana taarifa hiyo na mambo hayako hivyo. Lakini vipi kwa jeshi la polisi kwenye swala zima la ulinzi na usalama? Nao pia hawana taarifa hiyo. Shughuli hii ni nzito kweli kweli. Mimi naitwa Cisco, hii ni Steam Media. Endelea kuwa nasi ili uweze kupata taarifa bora zaidi na zaidi. Kwa heri.